بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, na hapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima wa Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa, kisha tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale walioamini na wakatenda mema, hao watapata ujira usiokwisha. Basi ni kipi baadaye kitachokukadhibishia malipo? Kwani Mwenyezi Mungu si mwadilifu kuliko mahakimu wote? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surat At-Tin imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu anaapa katika sura hii kwa matunda mawili yenye baraka na pahala pawili pazuri, ya kwamba yeye hakika amemuumba mtu kwa njia kunjufu kabisa, kwa kumkamilishia akili na uwezo wa kutaka na kutotaka na mengineyo katika sifa za ukamilifu. Kisha aya zikataja kuwa mtu hakusimama kwa mujibu wa alivyoumbiwa, bali akateremka kwa daraja mpaka akawa wa chini kabisa, isipokuwa walioamini na wakatenda mema kati yao. Hao Mwenyezi Mungu amewakunjulia vipawa. Kisha sura imewageukia kuwakemea wanaokadhibisha kufufuliwa baada ya kudhihiri dalili zote za uwezo wa Mwenyezi Mungu na habari za hikma yake. Na hapa kwa tini na zaituni kwa baraka zao na ubora wa manufaa yao, na kwa mlima ambao juu yake ndiyo Mwenyezi Mungu alimsemeza Musa, na kwa huu mji mtukufu wa Maka ambao anaushuhudia utukufu wake mwenye kwenda uzuru na anapata amani mwenye kuuingia. Kwa hakika bila shaka yoyote sisi tumemuumba mtu amesimama sawa kwa umbo bora kabisa iliyonyoka, na akasifika kwa sifa nzuri kabisa. Kisha tukamteremsha cheo mpaka akawa ni wa chini kabisa katika hao walio chini, kwa kuacha kufanya wajibu hayo tuliyomuumbia. Lakini walioamini na wakatenda vitendo vyema, hao basi watapata ujira usiokakatikia wala kuwapungukia. Basi kitu gani kinachokupelekea kukadhibisha kufufuliwa na kulipwa baada ya kuwekwa wazi uweza wetu hayo? Kwani Mwenyezi Mungu aliyetenda hayo tuliyokueleza si mwadilifu kuliko mahakimu wote kwa kufanya na kupanga?